Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imetekeleza majukumu yake kupitia maeneo makuu matatu kama ifuatavyo. Moja ni katika eneo la uvuvi na ukulima wa mazao ya baharini. Mbili ni katika eneo la mafuta na gesi asilia, na tatu ni katika shughuli za uratibu wa shughuli za uchumi. Ndugu waandishi wa habari, bibi na bwana, wenzi wetu wa habari na maelezo, sote tuliokuwepo hapa, asalamu alaykum. Leo nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na uzima tukaweza kukutana hapa siku ya leo na mchana huu kwa lengo ambalo limeelezwa, ambalo ni kuwasilisha mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha siku 100 tangia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aingie katika awamu yake ya pili ya uongozi wake. Pia dhamira ni kueleza wananchi wenzetu juu ya mipango na mafanikio ambayo imetekelezwa ndani ya kipindi hichi cha siku 100. Ndugu waandishi wa habari, kama tutangulia kueleza mkurugenzi wa habari na maelezo kwamba eneo ambalo tutaliwasilisha ni kwa upande wa wizara inayoisimamia ambao ni Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Na kama tutangulia kusema, lengo kuu ni kutoa uelewa kwa wananchi wenzetu juu ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Bluu na Uvuvi na kinachoendelea au kilichoendelea ndani ya siku 100 tokea Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuingia kwake madarakani katika kipindi chake cha awamu ya pili. Utekelezaji wa majukumu hayo ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi umezingatia zaidi maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, mpango wa maendeleo ya Zanzibar ZADEP 2021-2026, pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ajenda ya 2030, hususan lengo nambari 14, mpango wa maendeleo endelevu wa Umoja wa Afrika kupitia lengo namba 6, pamoja na maelekezo na ahadi za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aidha, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi inatekeleza kazi zake kupitia sera ya uchumi wa bluu na mkakati wake wa utekelezaji, sera ya mafuta na gesi asilia, sera ya uvuvi na mkakati wake wa utekelezaji, na sera ya uvuvi wa bahari kuu, pamoja na sheria ya mafuta na gesi asilia. Pia ipo sheria ya uvuvi na sheria ya taasisi ya utafiti wa uvuvi na mali asili za bahari Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, kwa kipindi cha siku 100 tokea Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuingia madarakani kwa awamu ya pili,